Hebu fikiria, kama kuna kitu asilia kabisa, kinachopatikana karibu kila sehemu Afrika, ambacho watu wamekuwa wakitumia kwa vizazi vingi, lakini bado wengi hawajui ukweli wake wote. Kuna wanaosema kinaweza kusaidia mwili kujisafisha, kusaidia ngozi na hata kusaidia kinga ya mwili. Lakini pia kuna upande wa pili unaoweza kuleta madhara kama hakitumiki vizuri. Leo tutaingia ndani kabisa kuangalia nini kinaweza kutokea ukitumia mwarobaini kila siku kwa siku 30. Mwisho wa video hii utakuwa unajua mabadiliko ya siku hadi siku, faida zinazowezekana, hatari zilizofichika, na kama ni salama kweli au la. Na kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii, nikuombe bonyeza alama subscribe kengele pembeni yake. Sehemu ya kwanza, mwarobaini ni nini? Mwarobaini ni mti unaopatikana sana maeneo ya Afrika na Asia, na kwa muda mrefu umetumika katika tiba za asili. Sehemu zake hutumika, yani sehemu zake zote hutumika, ambazo ni majani, magome, mbegu pamoja na mizizi. Katika tiba za jadi, mwarobaini umetumika kwa tiba ya ngozi, homa mbalimbali, matatizo ya tumbo na hata usafi wa mwili kwa ujumla. Lakini kisayansi una viambata kama linonoids, flavonoids na nimbin ambavyo vinaweza kuathiri bakteria na mchakato wa mwili. Sehemu ya pili, tuangalie siku ya kwanza hadi siku ya 7 ambapo mwili unaanza kuzoea. Wiki ya kwanza ni muhimu sana. Kinachoweza kutokea ni pamoja na mwili unapoanza kuingia kwenye kitu kipya, ladha kali mdomoni, mabadiliko ya mmeng'enyo wa chakula, na watu wengi huhisi tumbo linaanza kujisafisha. Wengine husema wanahisi mwili kuwa mwepesi, lakini wengine huhisi kichefuchefu kidogo. Muhimu, hii si detox ya miujiza, bali mwili hujibu kitu kipya kinachoingia. Siku ya 8 mpaka siku ya 14, mwili unaanza kujimarisha. Hapa mwili unakuwa umeanza kuzoea. Mabadiliko yanaweza kuonekana ni pamoja na ngozi kuanza kubadilika, chunusi kupungua kwa baadhi ya watu, na mwili kuhisi kuwa sawa zaidi. Katika hatua hii, watu wengi huanza kufikiri mwarobaini unafanya sana kazi, lakini ukweli ni kwamba mwili unaweza kuwa unajirekebisha kwa muda ukijumlisha na lishe pamoja na maji. Siku ya 15 mpaka siku ya 21, hapa kuna mabadiliko ya kati. Hii ni hatua ya kuvutia zaidi. Wengi uripoti ngozi kuwa safi zaidi, kupungua kwa mafuta ya ngozi, mwili kuwa na hisia ya clean, yani internal feelings kuwa safi zaidi, kupungua kwa gesi tumboni. Kiafya, mwarobaini una uwezo wa kuwasili bakteria fulani, lakini sio tiba ya magonjwa yote. Sehemu ya 5, tuangalie madhara ambayo yanaweza kutokana na kutumia mwarobaini kwa kiwango kikubwa. Hapa ndipo watu wengi hupuuza ukweli. Ikiwa umetumia kwa kiwango kikubwa au kwa kiwango kisichotakiwa, unaweza ukapata kichefuchefu, maumivu ya tumbo, kupungua kwa hamu ya kula, uchovu na kushuka kwa nguvu. Watu ambao ni hatarini zaidi ni wajawazito na wenye kisukari bila ushauri wa daktari, na wenye magonjwa ya ini au figo. Matokeo ya mwisho. Baada ya mwezi mmoja, mwili unaweza kuonyesha matokeo tofauti. Kwa baadhi ya watu, ngozi huwa safi, mwili hujisikia balanced, kupungua kwa matatizo madogo ya ngozi. Kwa wengine, hakuna mabadiliko makubwa au madhara madogo kutokana na matumizi kupita kiasi. Hakuna uthibitisho kwamba mwarobaini unafanya mabadiliko makubwa ya mwili. Katika tiba za jadi, mwarobaini ni muhimu sana, lakini kisayansi tafiti bado zinaendelea kufanyika. Matokeo si sawa kwa kila mtu. Kiasi na muda wa matumizi ni muhimu sana. Hii inaonyesha kitu kimoja: mwarobaini si dawa ya miujiza, ni mmea wenye nguvu unaohitaji matumizi sahihi. Ukizungumza ukweli wote, mwarobaini unaweza kuwa na faida kwa ngozi, mwili na usafi wa ndani, lakini pia unaweza kuleta madhara kama utatumika bila mipaka. Siri kubwa ni pamoja na kiasi sahihi,
muda wa matumizi, ushauri wa kitaalamu. Mwili wako ni wa thamani. Usijaribu kila kitu bila kuelewa kwanza. Nikutakia siku njema na Mungu akubariki. Ulikuwa nami Daktari Lenny Komba. Tukutane katika mada ijayo.